Ya mwaka mpya msikilizaji, natumai mwaka 2026 umeanza salama hapo ulipo. Karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na Mikarorobi. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Urusi imeishtumu Ukraine kwa kuua watu wasiopungua 24 akiwemo mtoto katika shambulizi la ndege zisizoendeshwa na rubani. Leo ni siku ya mapumziko katika michuano ya kuwania kombe la bingwa Afrika AFCON, huku timu 16 bora zikitarajiwa kuanza kumenyana wikendi hii. Na katika makala maalum hii leo tunaangazia matukio ya michezo yaliyotia fora katika mwaka 2025 na yanayotarajiwa mwaka huu 2026. Matokeo katika mashindano ya riadha duniani na pia matokeo katika mashindano ya Olimpiki hayajakuwa kuridhisha sana. Wengi wadau na pia mashabiki na Wakenya kwa ujumla wamekuwa na ile hofu kwamba huenda zile nyakati ambazo tulikuwa tumezoea Kenya ikishamiri kila tunapotoka kuelekea kwa mashindano ya riadha dunia, basi unajua wanariadha watazoa medali nyingi. Lakini kwanza ni taarifa ya habari ukiwa nami Sarafina Robi. Polisi wa Uswizi wanasema makumi ya watu wamefariki kutokana na moto katika sehemu ya kustarehe ya Crans-Montana. Wanasema wengine zaidi ya 100 wanauguza majeraha. Moto ulizuka mapema asubuhi katika baa iliyojaa watu wakisherehekea mwaka mpya. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa, ila mamlaka haidhani kuwa lilikuwa shambulio la kigaidi. Kuna maswali ya kuhusu jinsi moto huo mkali unavyoweza kuenea haraka katika nchi yenye kanuni kali za usalama. Urusi imeshtumu Ukraine kwa kuua takriban watu 24 akiwemo mtoto katika shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye hoteli moja huko Kherson inayodhibitiwa na Urusi kusini mwa Ukraine. Zaidi na Abdallah Mbarak. Wizara ya mambo ya nje iliitaja uhalifu wa kivita ikidai kuwa Ukraine ililenga kimakusudi raia waliokuwa wakisherehekea mkesha wa mwaka mpya. Shambulio hilo halijathibitishwa kivyake, lakini vyombo vya habari vya Urusi vimechapisha picha zinazoonyesha jengo hilo likiwa magofu na karatasi nyeupe inayofunika kile kinachoonekana kuwa maiti. Ukraine haijatoa maoni yoyote, ila inasema ilishambulia maeneo 10 ya kijeshi na miundombinu katika majimbo yanayodhibitiwa na Urusi. Na kwingineko ni kwa rais wa Kenya William Ruto amesema takriban Wakenya milioni 5 wameathiriwa na matumizi ya dawa za kulevya, hali aliyosema ni tishio kubwa kwa afya ya taifa la Kenya, usalama na mustakabali wa uchumi wa nchi. Akizungumza katika hotuba ya mkesha wa mwaka mpya iliyoonyeshwa katika runinga ya kitaifa nchini Kenya KBC, Rais Ruto alisema kati ya walioathiriwa vijana takriban milioni 1.5 wameingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema zaidi ya raia 1,500 waliuawa wakati wa mashambulizi mapya ya waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda katika jimbo la Kivu Kusini mwezi uliopita. Serikali ilisema idadi hiyo ni takwimu ya muda kutokana na operesheni ya usalama iliyoanzishwa siku chache baada ya DR Congo na Rwanda kutia saini mkataba wa amani uliosimamiwa na Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema zaidi ya watu nusu milioni wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. M23 wamejiondoa katika mji wa mashariki wa Uvira wakisema kuwa hatua hiyo imefuatia ombi la Marekani. Chama kinachotawala eneo la Tigray nchini Ethiopia kimeshtumu serikali ya shirikisho kwa kuzuia kupelekwa kwa msaada kwenye kambi za wakimbizi wa ndani. Chama cha Tigray People's Liberation Front kinasema kuwa vikwazo vinavyoendelea vinawekwa mamia kwa maelfu ya katika hatari ya njaa na kukiuka makubaliano ya amani ya Pretoria ambayo yalimaliza vita vya miaka miwili Tigray. Chama hicho kinasema zaidi ya watu milioni 1 waliokimbia makazi yao hawawezi kurejea Tigray Magharibi ambapo inadai bado ipo chini ya udhibiti wa serikali. TPLF inaliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuingilia kati. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania,
Matangazo haya unaweza kuyategea sikio kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya ni Nyota FM na Gulf Radio. Kule Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Lira na Radio Paidha, na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuyategea sikio kupitia Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni huko nami Karorobi. Tuanze mwaka na taarifa kutoka kule Urusi, ambako Urusi imeshtumu Ukraine kwa kuua watu wasiopungua 24 akiwemo mtoto katika shambulizi la ndege zisizoendeshwa na rubani ambalo lilenga hoteli moja katika eneo la kusini mwa Ukraine linalodhibitiwa na Urusi. Zaidi na Sarafina Robi. Leo hii tarehe 1 siku ya Alhamisi, Urusi inasema kuwa Ukraine imehusika na shambulio baya la ndege zisizo na rubani katika hoteli moja katika eneo linalodhibitiwa na Urusi katika eneo la Kherson kusini mwa Ukraine na kuwaua takriban watu 20 waliokuwa wakisherehekea mwaka mpya. Shutuma hizo zinajiri katika wakati mgumu baada ya wiki kadhaa za diplomasia zinazolenga kumaliza vita vilivyokaribia miaka 4, na vile rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema nchi yake ilikuwa imebakisha 10% kufikia makubaliano ya amani. Kulingana na gavana aliyeteuliwa na Urusi wa eneo la Kherson, Vladimir Saldo, adui alifyatua ndege 3 zisizo na rubani ambazo ziligonga mgahawa na hoteli kwenye pwani ya Black Sea, eneo la Holi ambapo raia walikuwa wakisherehekea mwaka mpya. Ukraine haijazungumzia madai hayo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi ilisema kuwa imefungua uchunguzi kuhusu shambulio hilo ambalo limeua zaidi ya watu 20 na kujeruhi wengine wengi. Jengo lililoteketea kwa moto, rundo la vifusi vinavyofuka moshi na miili iliyoungua vilionekana kwenye picha ambazo gavana Saldo alichapisha kwenye mtandao wa Telegram. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alishtumu Ukraine kwa kutekeleza shambulio la kigaidi dhidi ya raia. Zelensky anasema Urusi ilikuwa inavukisha vita katika mwaka mpya na zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 kurushwa usiku mmoja, haswa kulenga vituo vya nishati. Idadi kubwa ya watu walikatiwa nguvu za umeme. Kampuni ya umeme ya Ukraine, Ukrinago, ilisema miundombinu ya reli na bandari pia iliharibiwa katika safu ya mashambulizi ya hivi karibuni. Ukraine ilikabiliwa na shinikizo kubwa mwaka 2025 kutoka kwa mashambulizi ya mabomu ya Urusi na kwenye uwanja wa vita ambapo imesalia chini ya jeshi la Urusi. Uchambuzi wa shirika la habari la AFP kulingana na data ya jeshi la anga la Ukraine ulionyesha kupungua kwa mashambulio ya usiku ya ndege zisizo na rubani za Urusi na makombora dhidi ya Ukraine mwezi Disemba. Urusi ilifyatua angalau ndege zisizo na rubani 5134 katika mashambulizi ya usiku katika mwezi wa mwisho wa 2025, 6% chini ya mwezi uliopita, wakati idadi ya makombora ilipungua kwa 18% katika kipindi hicho kulingana na data. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kwa mara analalamika kwamba hapati sifa kama mpenda amani, amefanya mazungumzo na pande zote mbili katika jitihada za kumaliza mapigano. Sarafina Robi, BBC. Na msikilizaji, namuona Pasale Mkoma akiwa Singida, anasema tuko nasi mpaka mwisho wa matangazo. Daudi Siwale pia naye anasema yuko Chanika, Dar es Salaam, anasema hivi vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini? Nikushukuru David Moxes, unasema tuko pamoja BBC mwaka huu 2026. Dickson Tindwa, Ernest Koyombo pamoja na Golgota Magabe na Willy Rais wa Amani, nitakie heri ya mwaka mpya. Ali Mrangi Gigiri Misapa pia nao ukiwa Dar es Salaam, unasema happy new year watangazaji wote wa BBC Swahili pamoja na wasikilizaji wote, happy new year to you too hapo ulipo msikilizaji. Baada ya michezo ya hatua ya makundi ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kumalizika hapo jana, leo ni siku ya mapumziko kuelekea timu 16 bora ambazo zinatarajiwa kumenyana, lakini lini na wapi? Tunaungana sasa moja kwa moja na Omari Mkambara kutoka Rabat. Heri ya mwaka mpya Omari. Asante, tunashukuru Mungu tumeuona na kwenu pia. Sasa michezo hiyo ya mitoano itaanza lini na ratiba ikoje? Sawa Karo. Rasmi michezo ya mtoano itaanza Jumamosi tarehe 3, ndipo ambako hatua ya 16 bora itakuwa inaanza kuchezwa hapa nchini Morocco, ambako Simba wa Milima Teranga Senegal watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Sudan, lakini mchezo wa pili utakuwa ni kati ya Mali ambao watakuwa wanacheza na Tunisia. Hii michezo ambayo itachezwa Jumamosi tarehe 3, lakini tarehe 4 Morocco ambao ni wenyeji watakuwa wanacheza na Tanzania, wawakilishi wa Afrika Mashariki hawa, lakini pia Afrika Kusini Bafana watakuwa na shughuli pevu dhidi ya timu ya taifa ya Kameruni, the Indomitable Lions wakiitwa hivyo.
Mabingwa wa kihistoria wa michuano hii ya AFCON, Masri ama tukizoea kuita Egypt, watakuwa wanacheza mchezo wao tarehe 5 dhidi ya Benini. Super Eagles Nigeria wao watakuwa wanacheza mchezo wao pia tarehe hiyo 5 dhidi ya timu ya taifa ya Mozambiki, na tarehe 6 itakuwa ni michezo miwili ya mwisho ya hatua ya 16 bora kabla ya kwenda kwenye robo fainali, ambako Algeria atakuwa anacheza na Congo, wakati Ivory Coast akicheza na timu ya taifa ya Burkina Faso. Kwa hiyo ndio ratiba kamili, siku 4 za kusaka timu ambazo zinakwenda kwenye hatua ya robo fainali. Karo Naam, Omari, bila shaka darubini Afrika Mashariki inaelekezwa kweli kweli kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Umekuwa ukitembelea hiyo kambi ya wachezaji wa Tanzania, wanasemaje na hamasa ikoje? Sawa, nimepata bahati ya kwenda mara 3 hivi kwenye kambi ya timu ya taifa Tanzania. Wana hamasa kubwa, na nilizungumza na wachezaji baadhi baada ya mchezo kabla ya mchezo dhidi ya Tunisia na baada ya mchezo dhidi ya Tunisia, ambacho waliniahidi kabla ya mchezo dhidi ya Tunisia ni kwamba wanataka kutengeneza historia, na kweli iliweza kufanikiwa kutengeneza historia. Na baada ya mchezo nilizungumza nao, wanasema wanataka kuendelea kutengeneza historia ya kupata matokeo mazuri dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, na kikubwa ambacho nakitazama nimekisikia kutoka kwao ni kwamba kocha amekuwa akiwapa morali sana ya kuweza kufanya vizuri, na wanataka kuweza kushangaza ulimwengu. Na hata jana nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya mashabiki wa Tanzania, walikuwa wanasema pia kuna nafasi nzuri ya kuweza kushangaza ulimwengu katika mchezo huu unaofuata dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Lakini kwenye uhalisia wa kandanda itakuwa ni mechi ngumu sana kwa timu ya taifa ya Tanzania, na nafikiri watu wengi wanaweza kuwa wanaipa Morocco 90%, labda kwa 10 kwa Tanzania. Kitu pekee ambacho kinaweza kusubiriwa ni dakika 90 ambazo kwenye mpira wa miguu zinaweza kutupa majibu. Hizo ndio ambazo